Na mwini Baraka1 TV moja kwa moja kutoka DRC, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Ruchuru, waza wa watwanga magaidi wa M23 Katolo, Kasharira na Kitima pamoja na Lushebere. Ituri, majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC yachukua Lopa baada ya kuwatwanga CRP na Zaire zinazoongozwa na Toma Lubanga. Goma, kilichofanyika na M23 sio kuabudu Mungu ubali ni laana. Na mkiwa ni tarehe 20 za mwezi wa 5 2025, majira ni saa 12 majira ya Afrika Kati, ikiwa ni saa 1 majira ya Afrika Mashariki, na huko nasikiza Baraka1 TV kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kumbuka tu kwamba Operation Saidia Mzalendo bado iko inaendelea, na kama hujaungana na operation hii, tafadhali tumia namba ambayo uko nayo hapo kwa screen yako ili uweze kuwasiliana na Baraka1 TV, na pia usikose kufuatilia Baraka1 TV channel 2 ambako utakutana na baadhi ya matukio kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka uko maeneo ya Ruchuru. Waza wa watwanga magaidi wa M23 Alliance PF Kongo pamoja na RDF maeneo ya Katolo, Kasharira na Kirima pamoja na Lushebere. Wazalendo uko mkoani Kivu ya Kaskazini chini ya Kanali Fimbo wamefanikiwa kuendeleza kutoa kichapo kitakatifu kwa magaidi wa M23. Magaidi wa M23 wamekutana na wakati mgumu huko maeneo ya Ruchuru takriban wiki mbili hizi, ambako wazalendo wamekuwa wakifanya kazi ya ziada ya kuendeleza kuwatwanga magaidi hao wa M23 ambao wanaongozwa na jeshi la Rwanda RDF. Wazalendo baada ya kuona mambo hayakwendi sawa kwa upande wa FARDC, na hivyo wameamua wenyewe kujitolea kwa hali na mali na kutoa kidogo walichokuwa nacho ambacho wanakipata kwa wananchi wa kawaida, na hivyo kuweza kuingia mzigoni kutongana na magaidi wa M23. Au hapa ni wazalendo ambao wanaongozwa naye Kanali Fimbo kutoka huko maeneo ya Ruchuru mkoani Kivu ya Kaskazini. Patile silaha irite yangu. Ile silaha yangu pale. Abadipe silaha. Ile yangu. Tuko tunaenda. Hapa ni Rwindi. Hapa ni kulalo cha Rwindi, sasa tumepiga ngapi? Nani Kirima? Tumepiga Kirima. Hapa ni Rwindi, tumefika Lushebere sasa. Hapa ni Lushebere. Hapa ni kuchilalo cha Rwindi cha Lushebere. Tunatoka piga Kirima. Tunakimbiza Munguna. Adui anakimbia. Tulimpiga Katolo, tulimpiga Kasharira, tulimpiga na Kirima. Sasa tuko Lushebere, kuchilalo ya Rwindi. Hapa ni APCLS ya movement ya nani ya secteur ya Fimbo, Colonel Fimbo, Axe Bwito. Big salute. Na vijana wale wanajipanga kabisa. Ukiachana na hayo yote ambayo yamefanyika huko maeneo ya Kivu ya Kaskazini, Ruchuru, baada ya kipigo ambacho walipata magaidi wa M23, magaidi hao kwa hasira walizokuwa nazo wamepitia katika kijiji cha Bambo na kuweza kuwaua watu 8 kwa hasira baada ya kuwapoteza wengi ambao walikuwa wako nao, yanaripoti mashirika ya kiraia kutoka mkoani Kivu ya Kaskazini. Na baada ya taarifa hizo kutoka huko maeneo ya Kivu ya Kaskazini, moja kwa moja tuingie mkoani Ituri,
ambako majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC yachukua kitongoji cha Lopa baada ya kuwatwanga magaidi wa CRP na Zaire inayoongozwa naye Thomas Lubanga. Mapema hiyo tarehe 19 za mwezi wa 5 2025, majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC waliweza kuingia tena na kudhibiti kitongoji cha Lopa ambalo kiliweza kuangukia mikononi mwa magaidi wa CRP pamoja na Zaire yanayoongozwa naye bwana Thomas Lubanga. Lopa ni kitongoji ambacho kinapatikana ndani ya utawala wa Bahema Baguru tarafani Njugu mkoani Ituri. Ni baada ya siku 4 za mapigano makali ndiko majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yalifanikiwa kuwapiga Zaire pamoja na CRP yake bwana Thomas Lubanga. Adui alikimbia ni baada ya kushambuliwa kwa haraka iwezekanavyo na kwa kasi ya hali ya juu na vikosi vya ardhini pamoja na vile vya angani, amesema Captain Gilles Ngongo, msemaji wa FARDC mkoani Ituri. Na baada ya kuweza kusikiza taarifa hizo kutoka huko mkoani Ituri, unaendelea kusikiza Baraka One TV kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni saa 12 asubuhi majira Afrika Kati, saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki, tarehe 20 za mwezi wa 5 2025. Kizabe Ayeba kutoka USA, Ejide Kizenga Tembele, Shaban Seleman the only one king, ukiwa unasikiliza Baraka One TV. Unaendelea pia kusikiliza matangazo yetu kutoka nchini Marekani, kutoka Australia, kutoka Canada, kutoka Europe Central pamoja na East Africa, na wale wote ambao wako Afrika Kusini wakiwa wanasikiliza Baraka One TV. Na baada ya taarifa zote hizo, moja kwa moja tuingie jimboni Kivu ya Kaskazini ndani ya jiji la Goma. Walichokifanya magaidi wa M23 sio kuabudu Mungu bali ni laana. Magaidi wa M23 waliweza kuwakusanya mamia ya wananchi pamoja na viongozi mbalimbali wa dhehebu mbalimbali ndani ya uwanja wa Inite jijini Goma, jimboni Kivu ya Kusini, lengo likiwa ni kuabudu na kumuomba Mungu kumalizika kwa vita, huku wakijinadi kwamba Mungu ameweza kuwapa kile ambacho walikuwa wanatarajia. Na hotuba yao ilisomekana kwa lugha ya Kinyarwanda, kitu ambacho kiliweza kuwakera Wakongomani wengi na hivyo kuwa na maneno yafuatayo. Kwa kulingana na gisi bako banatafuta mihali ya kila aina. Hakuna pasteri mwenye angelifungula mdomo pale asema atie kidole yule atauliza. Na ile sio ibada. Ibada gani ya kuongozwa na mwangaji wa damu? Maneno gani atasoma? Neno gani lenye atajirefere nalo? Lenye linamruhusu akuwa na chinja watu, akuwa na anakinape watu kusudi alombe franga mu watu, akuwa na ingilia kila mtu kumsumbua, kumkosesha amani. Hakuna kitu pale. Acha au bajitape, acha au bajisifu kwa sababu wangali na muda ya kujisifu pale. Kitu kimoja inafaa wazalendo wafahamu, wajue ya kwamba guvernema ya Kongo yenye iko Kinshasa haiko guvernema ya Sud Kivu, haiko ya Nord Kivu. Ile kitu bakiweke mwakili. Guvernema ya Kongo yenye iko Kinshasa,
haiko ya Sud Kivu, haiko ya Nord Kivu. Kwani ingelikuwa ya Sud Kivu wala ya Nord Kivu, bangelikuwa balisha upata uamuzi juu ya kufukuza bale batu benye bako pale. Siye tunajua kama guvernema ya Sud Kivu na Nord Kivu yenye kwe na gombana juu ya Nord Kivu ipone, inagombana kusudi Sud Kivu ipone, ni wazalendo. Njo guvernema yetu yenye tunajua. Mukitaka mnaweza kujinyamazia tu, msikwe mnatutangazia aseme guvernema ya Kinshasa ilikamata mipango fulani. Banakamata mipango juu ya Kinshasa, habakamate mipango juu ya Bukavu. Habakamate mipango juu ya Uvira, habakamate mipango juu ya Nord Kivu wala juu ya fasi zote zenye ziko vita. Habana ile mpango, haiko. Njo benye bako banaita basoda kutoka inje baingie, bale ni baavantirie ya kukaza. Hamuwezi tuelewesha aseme bale wako pamoja na sie Tangia generale mwenye anasimamia majeshi alifika pale Uvira mpaka leo, aksio gani yenye lishatendeka kusudi baonyeshe kama alikuya na uhakika wa kusaidia Buvira, ya kusaidia Bukavu, ya kusaidia Goma. Alikuya na decision moja kuonyesha kama yiko generale mwenye alikuya kuokoa taifa. Neno gani alifanya? Hakuna. Na njoo maana Rajabu, si hatuwezi danganywa na mtu wa kutoka Kinshasa. Mkwe mnawapokea pale Uvira, hakuna probleme, hatuwezi katala sababu siye, lakini hatuna matumaini kumutu wa kutoka Kinshasa. Hakuna. Bale ni baavanturie, banasema kama info zenye habaoni, na ukifuatilia info zao zenye banatowaka kwenye maredio zao, hakuna info ya ukweli yenye unakutanaka banahakikisha. Kia mtu yuko anatoa info sawa kiwerewere kimoya. Maana yake vitu vyenye havina formula. Ukiachana na hayo ambayo yaliweza kujiri ndani ya mji wa Goma, baraza la seneti limeweza kutoa hii tarehe 20 za mwezi wa 5 2025 na kuweza kumwalika aliyekuwa kiongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, rais mstaafu Bwana Joseph Kabila Kabange, aweze kujileta mwenyewe kwenye seneti hili aweze kujieleza kutokana na shutuma ambazo mahakama imeweza kuzituma dhidi yake, na hivyo asipokuja basi sheria kali zitachukuliwa dhidi yake. Na baada ya taarifa hizo zote ambazo umeweza kusikiza kutoka Baraka1 TV, hapo ndipo tunakwenda kung'oa nanga kwa asubuhi ya leo ya tarehe 20 za mwezi wa 5 2025. Majira ni ya saa 12 saa za Afrika Kati, ikiwa ni saa 1 majira ya Afrika Mashariki. Mimi ni Rajabu Akili Kabonga, the one and only Tom DJP. Tukutane majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12 jioni.